Wanasema usifanye maamuzi ukiwa na hasira au pia ukiwa na furaha kupitiliza. Huenda yasiwe na busara au kupatikana tija. Katika fainali ya AFCON 2025, Sadio Mane alionyesha umuhimu wa kuwa kiongozi, akienda kinyume na maagizo ya kocha wake Pape Bouna Thiaw. Kwa kiasi fulani, ubingwa wa pili wa Senegal AFCON unanasibishwa na Sadio Mane. Haikuwa ajabu pale winga huyo mwenye umri wa miaka 33 alipochaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano ya AFCON ya mwaka huu. Tangu kuanza kwa michuano hii, Sadio Mane ameonekana kuwa makini na namna anavyosherehekea na namna anavyoamiliana na wachezaji wenzake ndani na nje ya uwanja. Pale unapohitajika utaitwa, na uongozi alivyouonyesha kuwarejesha wachezaji wenzake uwanjani ilikuwa ni jambo linasemekana kuwa la hekima ya hali ya juu, kama vile akiwaambia msisuse, njooni tupambane. Na naam, mwisho wa siku ubingwa ukawa wa Simba wa Teranga. Simba wa Atlas alionekana kunyweshwa chai na kutulizwa, hasa pale Brahim Diaz alipokosa mkwaju wa penati kwa timu hiyo ya wenyeji. Mane mwenyewe alimakinika na kuwataka wachezaji kupambania kombe. Mzaliwa wa kijiji cha Bambali kwa mara nyingine tena ameibeba timu ya Senegal na kudhihirisha kuwa taifa hilo la Afrika Magharibi ndio kisiki cha mataifa ya Afrika Kaskazini, si Misri wala Moroko. Kocha Pape Thiaw anasema licha ya Mane kutangaza kuwa huenda ikawa AFCON yake ya mwisho, anasema hilo si kwa Sadio kuamua kutokana na mchango wake mkubwa unaohitajika zaidi. Sadio Mane, winga machachari, busara ya hali ya juu na mbeba matumaini ya Simba wa Teranga. Je, alionyesha kweli jogoo wa shamba anaweza kuwika mjini?